Bwana Yesu Kristo asifiwe. Siku hii ya leo tunaendelea na kuchunguza mafundisho na kufuatilia ufunuo kuhusu siku ya tatu. Na kabla nianze, hebu niombe. Baba uliye mtakatifu, Mungu muumba mbingu na nchi na vyote vilivyomo, ni wakati mwingine na kutukuza na kukuinua na hata kulisifu jina lako. Asante kwa siku ya leo na wakati huu. Nami nimejisalimisha kwako dakika hii Baba. Unitumie nikiwa chombo mikononi mwako. Unifinyange Baba, kwa ajili ya utukufu wako. Namuombea mtazamaji na msikilizaji. Fungua moyo wake, masikio yake, akaweze kutambua na kufuatilia neno hili. Katika jina takatifu la Yesu Kristo naomba na kuamini. Amen. Mpendwa msikilizaji, naendelea kuchambua kuhusu siku ya tatu, na leo hii tutazama kilindini zaidi kuhusu siku ya tatu inayoambatana na unyakuzi wa kanisa. Tunaona Bwana wetu Yesu Kristo alipokuja hapa duniani, alikuja kutuonyesha njia ili tuweze kuzifuata. Na baada ya kutuonyesha njia, aliahidi kurudi tena ili kutunyakua na kutupeleka kwake Baba. Na tumezungumzia kuhusu hali au mambo ya kiroho ambayo yana ukuu zaidi kuliko mambo ya kimwili. Bwana Yesu Kristo alikuja kuleta agano jipya, agano la damu yake, agano la mwili wake, agano la kiroho. Kwa hivyo alipotufundisha njia, alipotuonyesha njia na mapenzi yake Baba, na akaahidi kurudi, tuangalie nini ilitukia. Alipokuwa hapa duniani, wanafunzi wake walikuwa mashahidi. Na kwa kila kizazi, katika kila maandalizi ya ufalme wa mbinguni, Mungu lazima awe na mashahidi. Wanafunzi wa Yesu walikuwa mashahidi wakati njiwa alimshukia Yesu kwenye kichwa, na sauti katoka juu ikasema, huyu ni mwanangu mpendwa ninayependezwa naye. Pia walishuhudia aliponyakuliwa kwenda juu mbinguni. Sio dunia yote iliona unyakuzi wa Yesu akienda na kupaa mbinguni. Wanafunzi wa Yesu walikuwa mashahidi. Kwa hivyo mashahidi ni kielelezo kikuu katika ufunuo mkuu wa kanisa. Tunaangalia ufunuo wa Yohana 2:10. Inasema hivi, ya kuwa utachukuliwa na adui na kuteswa siku 10. Kumbuka ni ufunuo wa Yohana 2:10. Inanena kuhusu kanisa kuteswa mikononi mwa adui. Nitaingia kwa undani sana kuhusu jambo hilo. Mwaka wa 1993, hapo ndipo kanisa teule, kumbuka liliteuliwa tu kupitia neema yake Yesu Kristo. Mwaka wa 1993, kanisa ambalo liliteuliwa liliachiliwa mikononi mwa adui. Adui ni Shetani. Adui ni Ibilisi. Kanisa hili liliteswa kwa miaka 10. Kwa hivyo mateso ya kanisa hili yalikamilika na kuwekwa huru mwaka wa 2003. 2003 ilikuwa siku ya kwanza. 2004 ikawa siku ya pili.
2005 ikawa siku ya tatu. Kwa hivyo 2003 ni mwaka ambao kanisa lilisimamishwa na kutolewa mikononi mwa adui. Kwa miaka 10 kanisa hilo lilikuwa limeteswa. Roho zote chafu za ibilisi, mateso makuu, mapepo ya ajabu ambayo yametawala ulimwengu huu yaliachiliwa yalitese kanisa. Kumbuka, na hilo kanisa ndiye bi harusi mkamilifu wake Yesu Kristo. Kwa hilo liliposimamishwa mwaka wa 2003, likasimamishwa mwaka wa 2004, mwaka wa 2005, Bwana Yesu Kristo alitambua bi harusi wake mkamilifu ameshinda. Kwa hivyo alimnyakua kwa ulimwengu wa kiroho. Alipomnyakua huyu ambaye yuko duniani, aliwasilisha jina lake kwake Baba ambaye ni Jehova. Na alipowakilisha jina lake kwake Yehova, Bwana wetu Yesu Kristo aliendelea kufundisha bi harusi wake mkamilifu katika ulimwengu wa kiroho. Alimfundisha matukio makuu kama vile uponyaji, jinsi ya kutumia upako kuponya, jinsi ya kushughulikia mapepo, jinsi ya kushughulikia hali nyingi duniani humu kupitia Roho Mtakatifu. Baadaye Bwana wetu Yesu Kristo aliandaa karamu ya kumlisha bi harusi wake mwili wake, agano. Kumbuka, aliwaambia wanafunzi wake ya kuwa hawatakula tena mwili huu hadi siku ile watakapoula katika ufalme wa mbinguni. Kwa hivyo Bwana wetu Yesu Kristo akaandaa meza ya mwili wake na akamlisha bi harusi wake mkamilifu. Wapendwa wasikilizaji na watazamaji, ninajua vipengele hivi na mafundisho haya yatawatatiza wengi, lakini tukumbuke, ufunuo umekuja kwa hii taifa mara nyingi kuhusu taifa hili ni taifa la uvuvio. Anayetakikana kuinua na kuendesha uvuvio huu ni bi harusi mkamilifu wake Yesu Kristo, ambaye alinyakuliwa na jina lake likawakilishwa kwake Baba. Kinachofanya uvuvio huu usidhihirike ni hiki. Kwanza, madhehebu na dini zimefunga milango zao kutomruhusu bi harusi wake Yesu Kristo kudhihirisha ufalme wa mbinguni. Kwa sababu gani? Bi harusi wake Yesu Kristo hajapitia mafundisho ya dini, hajaenda katika shule za theolojia, hajapitia mikononi mwa walimu wa dini. Ambaye amemfundisha baada ya unyakuzi ni Bwana wake Yesu Kristo. Na kwa vile mambo haya sasa yanashughulikiwa na Jehova Mungu, wapendwa wasikilizaji na watazamaji, hatujui ni lipi linaweza tukia. Iwapo milango zitazidi kufungwa na kuzuilia bi harusi wake Yesu Kristo kuanza kujidhihirisha, ghadhabu ya Jehova inaweza shuka, na ikishuka hakuna pa kukimbilia. Kwa hivyo, wapendwa watazamaji, tukumbuke katika kila majira yoyote ya kanisa, majira yoyote ambayo yalikuwa hata kuanzia uumbaji wa dunia hii, kulikuwa na mashahidi. Wazazi wetu wa kwanza Adam na Hawa walikuwa mashahidi wa utukufu wake Mungu. Abrahamu alikuwa shahidi wa utukufu mkuu wa Mungu. Nabii Musa
alikuwa shahidi wa utukufu wa Mungu alipoona kichaka kinateketea, na akaona matukio makuu ya Mungu. Daudi aliona utukufu wa Mungu kupitia ushindi wake, na akawa shahidi ya kuwa hakika Mungu anatenda. Bwana wetu Yesu Kristo akawa shahidi mkuu wa ufalme wa mbinguni hapa duniani. Wanafunzi wake Yesu Kristo wakawa mashahidi wakuu kwa ajili ya Bwana wetu Yesu Kristo katika kufa na kufufuka kwake. Ufunuo wa Yohana unanena kuhusu mashahidi wawili. Wapendwa watazamaji na wanaonisikiza, Ufunuo wa Yohana 11:3 imeandikwa ya kuhusu mashahidi wawili ambao watapewa uwezo wa kutoa unabii kwa miaka 1000. Wapendwa watazamaji, Ufunuo 11:3 imeandikwa kuhusu mashahidi wawili ambao watainuliwa na kutoa ushuhuda. Hakuna jambo linaweza tukia pasipo Mungu kuandaa mashahidi. Yohana Mtakatifu alitumwa kuwa shahidi wa kumleta Bwana wetu Yesu Kristo. Kuna sauti iliandaa kuleta madhihirisho ya biharusi wake Yesu Kristo. Tukumbuke biharusi mkamilifu, sio biharusi wake Yesu Kristo. Biharusi mkamilifu wake Yesu Kristo ni yule ambaye ndani mwake amebeba huduma 5 za kanisa. Huduma zipi hizi? Huduma ya kimitume, huduma ya kinabii, huduma ya kiuinjilisti, huduma ya uchungaji na huduma ya mwalimu wa neno. Ndani mwake kuna vipawa kadha wa kadha: kipawa cha kutenda miujiza, kipawa cha kunena kwa lugha na ndimi za malaika, kipawa cha kutenda ishara na miujiza, kipawa cha uponyaji, kipawa cha maono na ndoto, kipawa cha hekima na maarifa. Asanteni wapendwa, tuombe. Baba, nakushukuru kwa ufunuo ambao umetupa. Endelea kutufundisha zaidi ili tutembee katika njia na mapenzi yako, huku nikimwombea mtazamaji na msikizaji. Baba, endelea kuwa naye na kumwongoza katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Amen.